Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri cha kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo, tunakukaribisha sana siku ya leo ambapo ni siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano tuna somo zuri linalosema baraka maradufu. Sio baraka tu, ila ni baraka maradufu. Tuone baraka ambazo tumeandaliwa na Mungu. Kabla tujaendelea tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, wewe ni mwema sana katika maisha yetu, na hata siku ya leo umetuleta tena utufundishe. Amen. Kaa katikati yetu mwanzo hadi mwisho, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Baraka maradufu. Yesu aliwahi kusimulia mfano mmoja wa bwana mmoja aliamua kutoa mtaji kwa watumishi wake. Mmoja akampatia talanta moja, mwingine 2, mwingine 5. Hawa wa 2 na 5 walienda kuwekeza au walienda kufanya biashara, wakapata maradufu. Huyu mmoja alificha, alihifadhi. Ikiwa kama tutapata maarifa, uzima unaofunuliwa ndani ya maandiko matakatifu, kumjua Mungu kunakopatikana ndani yake maradufu zaidi sana, ni pale ambapo tunashiriki kile tulichokipata na wengine. Yaani kumjua Mungu katika Biblia kunahusisha mahusiano. Ni swala la mahusiano. Sawa? Isaya 50 mstari wa 4. Isaya 50 mstari wa 4. Isaya 50. Isaya 50. 50 mstari wa 4. Neno linasema nasema, Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi, uniamsha asubuhi baada ya asubuhi, uniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Sikio langu lipate kusikia kama wafundishwao. Anaamshwa kila asubuhi na jioni. Kila mara anaamshwa. Lakini amepewa pia na ulimi apate kuwafundisha wafundishwao. Kwa hiyo tumepewa kusikia na masikio mawili, tena kwa bidii, ili tuweze kuwafundisha wengine. Hiyo kanuni imekaje hiyo? Na uzima wa milele ndio huo. Yohana 17 mstari wa 3. Wakujue Mungu wa pekee na wa kweli na Kristo Yesu uliye mtuma. Sasa umesikia neno, umekataa kwenda kulitoa. Ataendelea kukusikizisha? Hapana. Mungu Yesu anachukua 12 apate kukaa nao ili apate kuwatuma wakamshuhudie. Yesu anatuketisha kwenye meza hii, anatupatia maarifa hii ili tupate kuyatangaza, kushiriki pamoja na wenzetu maisha kamili. Kwa hiyo hata mwenzetu pia pale amekaa mezani pamoja na sisi, Mungu anamwamsha kila wakati, njoo weka bando, leta hiyo tena, ili sio tu kuwa akupe masikio ya kusikia, ya kufundishwa, bali na kinywa na wengine cha kuwafundisha wengine. Imekaje? Sasa tunalifanyaje? Mimi siwezi kufundisha, mimi sijui vizuri. Tunaomba tusaidie shule ya Sabato, tunaomba tusaidie Bible class hapa, tunaomba tusaidie vitu kama hivyo. Anasema mimi sijakoma kama yule mwingine. No, mara nyingi mimi nilichokiangalia huwa kitu ambacho huwa najikuta nafasi imepatikana na naweza kushiriki ni mambo ambayo nilifundishwa asubuhi. Yaani ndio anakuja haraka.
ni mambo ambayo nimejifunza wiki hii, ndio inayokuja haraka. Kwa hiyo ili mradi wewe wekeza tu muda kwenye kujifunza Biblia. Ukiwekeza, Mungu atakutuma, atakupatia nafasi. Amen. Na usio mwoga, kile unachokifanya wewe share. Amen. Unabarikiwa unaposhare na wengine. Na hata katika hali ya kawaida wanasema walimu wanazidi kuongeza maarifa wakati wanavyofundisha, na wao wanagain, wanapata. Kwa hiyo na sisi tunapoenda kushare na wenzetu tulichopewa na Mungu, nasi tunazidi kuimarika katika neno. Rafiki yangu, tunakukaribisha katika safari hii ya kuendelea kumjua Mungu na kujifunza neno lake, kutaka kumwelewa zaidi. Lakini kumbe kanuni ya kumjua Mungu ni kumtambulisha pia kwa wengine. Hatukuitwa tu kumjua Mungu kwa faida yetu wenyewe, ni kwa ajili ya faida ya yeye ambaye amejifunua kwetu, maana anataka ajulikane sio tu kwetu sisi, kupitia pia sisi kwa wana familia wetu, watoto wetu. Nasema tunataka kuwafundisha kwa bidii majirani zetu na wote ambao wanahitaji kumjua Mungu. Amen. Kwa nini tusiombe neema kwa ajili ya hilo, tupate baraka maradufu? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa baraka unazitoa kwa wote ambao umewapa sio tu masikio, lakini hata ndimi, ambao wanatumia sio tu masikio kusikiliza, lakini hata ndimi kushare na wenzao yale uliowafundisha. Basi kampatie masikio rafiki yetu, kampatie na ndimi pia, sio tu kusikia bali hata kushare kupitia tap, kupitia link, kushare link, kupitia maneno yenyewe, kupitia njia yoyote ambayo utamwelekeza aitumie. Patie maradufu zaidi ya yale aliyoyasikia anaposhiriki. Turudishe tena kesho tunapoendelea kujifunza zaidi mambo haya, kwa jina la Yesu. Amen. 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 Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo. Tunakuja tena kesho kwa ajili ya somo zuri. Kesho Alhamisi, somo ambalo linasema ni kitamu sana. Kitu gani kitamu? Usipate somo la kesho. Mimi mwenyeji wako Geoffrey Mondi. Enos Mwakalindile. Karibu sana kesho. Amen.